Karibu tuangazie habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina Hussein Bakari, Rodri wa habari. Shirikisho la soka nchini Tanzania TFF hii leo Oktoba 2025 limetangaza kikosi cha wachezaji 26 kitakachoingia kambini Oktoba 4 kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya timu ya taifa ya Zambia. Mchezo huo unatarajiwa kupigwa Oktoba 8 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ukiwa ni muhimu kwa Taifa Stars katika safari yake ya kusaka nafasi ya kushiriki fainali hizo kubwa duniani. Katika kikosi hicho, baadhi ya majina makubwa hayajapatiwa nafasi, akiwemo mshambuliaji kinara Bwana Ali Samata, beki Mohamed Hussein Zimbo Jr, Shomari Kapombe, Mudathiri Yahya Abbas, Idi Nado, Simon Msuva, Kibu Dennis na mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Kelvin John. Uamuzi huo umeibua mjadala miongoni mwa mashabiki wa soka, hasa kwa kuzingatia uzoefu wa nyota hao katika mechi za kimataifa. Badala yake, nafasi hizo zimechukuliwa na nyota wapya na chipukizi kama vile Israel Mwenda, Pascal Msindo na Lusajo Mwekenda, ambao wameonyesha kiwango kizuri katika ligi kuu ya NBC na michuano ya kimataifa ya klabu. Orodha hiyo pia imejumuisha wachezaji wenye uzoefu wa muda mrefu katika kikosi cha Taifa Stars, akiwemo Bakari Mwamnyeto, Faisal Salum, Novatus Dismas na Dickson Job. Kikosi hicho kinatarajiwa kufanya mazoezi ya wiki moja kabla ya kuvaana na Zambia, huku benchi la ufundi likiahidi kushirikiana kwa ukaribu na kuongeza morali na umoja wa timu kuelekea mchezo huo. Hadi sasa Taifa Stars inashika nafasi ya pili katika kundi E ikiwa na alama 10 nyuma ya timu ya taifa ya Morocco wenye alama 21. Hali inaonyesha nafasi ya Tanzania kufuzu kombe la dunia 2026 ni finyu. Hata hivyo, TFF imeweka wazi kuwa michezo hii ni fursa ya kuendelea kuimarisha kikosi na kujenga kikosi imara kitakachoshindana sio tu sasa bali pia kwenye mashindano yajayo ya Afrika. Wachezaji walioitwa jumla ni 26, nao ni Yakub Suleiman, Hussein Masalanga, Zuberi Foba, Israel Mwenda, Lusajo Mwekenda, Bakari Mwamnyeto, Elias Lawi, Wilson Nangu, Novatus Dismas, Pascal Msindo, Ibrahim Abdullah Ibrabaka, Haji Mnoga, Miano Danilo, Dickson Job, Ofen Chikola, Aziz Andabwile, Yahya Zaid, Habib Idi, Yusuf Kagoma, Tarin Al-Rakhia, Charles Mombwa, Suleiman Mwalimu, Faisal Salum, Abdullah Suleiman, Eden Balua na Abdul Suleiman Sopu. Na afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema kuwa kuanza kwa kishindo katika michezo ya ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025-2026 kwa ushindi wa mechi zote mbili ni ishara inayoashiria utayari wa Singida Black Stars na maandalizi bora ya msimu. Masanza ameyasema hayo hii leo katika mazungumzo maalum na EATV. Ameweka wazi ratiba ya kikosi hicho kabla ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Flambeo du Center ya nchini Burundi Oktoba 18, 2025. Kwanza ifahamike, katika timu ambazo zinawakilisha Tanzania kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni Singida Black Stars peke yake ambayo imepangiwa mpinzani mgumu. Yani sisi tumeanza na Rayon Sports wagumu kweli kweli, na mmeona walikuwa wanatungangania pale Azam Complex, lakini tumepangiwa na hii Flambeau du Center ya kule Burundi. Wamemtoa Libya. Ni mechi ngumu, tunatarajia itakuwa mechi ngumu sana kwa sababu Burundi ni timu za Burundi huwa zinacheza sana mpira, lakini tutaenda kuruka nao. Kikosi cha Singida Black Stars kwa sasa kipo Dar es Salaam, na baada ya siku 3 yani Jumamosi kikosi kitarejea mkoani Singida ikiwa ni sehemu ya maandalizi na mapokezi ya klabu hiyo yatafanyika kwa njia ya paredi kutembeza kombe la ubingwa la Sekafa Kagame Cup, likiwa ni kombe la kwanza kwa klabu hiyo. Tumepata maombi mengi sana ya mashabiki wetu kwamba tunaomba mrudi, tunataka tufanye sherehe ya kushangilia ubingwa wetu. Ndio ubingwa wa kwanza kwa Singida. Haijawahi kutokea Singida kutoa ubingwa wote. Kwa kwao ni tukio la kihistoria, na tayari kama uongozi tumepokea. Hivi ninavyozungumza ratiba iliyoko, ndio maana nikasema haturudi tu nyumbani. Tutapiga paredi kuanzia, mipango yetu ilikuwa kuanzia Manyoni pale. Paredi ya Sekafa. Hiyo paredi la Sekafa. Kuanzia Manyoni mpaka nyumbani. Au tusogee mpaka pale Puma. Sasa hapo mashabiki watatuongoza wenyewe, wanataka kuipokelea timu wapi. Hata wakisema wanakuja Dodoma. Kwa sababu ni jambo lao, waje hata Dodoma waweze kuipokea timu. Lakini sisi tutatoa taarifa zaidi kuhusiana na mfululizo wa matukio, ila ni kweli nathibitisha kwamba tunaenda kushangilia na watu wetu ubingwa.
Tumalizie kwa kutazama habari za michezo kimataifa, na taarifa inakwenda moja kwa moja nchini Hispania, mahala ambapo Barcelona inatarajiwa kuwakaribisha Paris Saint-Germain PSG katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya saa 4 kamili usiku hii leo. Mara ya mwisho timu hizi zilikutana miezi 17 iliyopita. Barcelona walishinda kwa ustadi mkubwa goli 3-2 jijini Paris, lakini Paris Saint-Germain walijibu kwa ushindi wa goli 4-1 katika dimba la Camp Nou. Mivutano hiyo ilitupatia jumla ya mabao 10, huku kocha wa zamani wa Barcelona Luis Enrique akiongoza kikosi chake kipya cha PSG kufika nusu fainali katika msimu wake wa kwanza. Mechi hii pia imeibua mjadala mkubwa kutokana na majeraha ya wachezaji muhimu kama vile Rafinha na Gavi kwa Barcelona, Ousmane Dembele, Marquinhos na Victor kwa upande wa PSG, huku kukiwa na wasiwasi juu ya hali ya Joao Neves, Fabian Ruiz na Vitinha. Hata hivyo, historia ya mchezo huu inaonyesha kuwa hata wachezaji wakiwa katika hali duni ya kimwili au kisaikolojia, bado matokeo yanaweza kuwa ya kushangaza. Luis Enrique ameshinda mataji 9 kati ya mataji 11 na kutoa tuzo Ballon d'Or Johan Cruyff kama kocha bora wa mwaka 2025 baada ya kushuhudia michezo ya ligi mabingwa barani Ulaya jana Septemba 30. Kwa michezo mbalimbali kuchezwa leo Oktoba mosi, UEFA itaendelea kwa michezo mingine kama vile Royal Union dhidi ya Newcastle United, Arsenal dhidi ya Olympiacos, Bayer Leverkusen dhidi ya PSV, Dortmund dhidi ya Athletic Bilbao, Monaco dhidi ya Manchester City, Napoli dhidi ya Sporting Club Portuguese na Villarreal dhidi ya Juventus.